ni uwezo wa mtu kujizuia, kujitawala na kudhibiti hisia au tamaa au maneno na matendo yake, hasa pale anapokuwa anakabiliwa na majaribu au hasira. Unapokuwa umekabiliwa na hasira, unapokuwa unajaribiwa, kuna namna ambavyo unavyotakiwa kuweza kujizuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna ambavyo unavyotakiwa kujizuia, unavyotakiwa kuzuia hisia, unavyotakiwa kuzuia maneno, kwa sababu yote yale yatakayofanyika kwa wakati ule, ujue ya kwamba yatakuwa yanafanyika kwa mihemko. Yaani unapokuwa unazungumza, hutakuwa na ufanyaji wa maamuzi yaliyo sahihi. Yaani kwenye decision making, kwenye ufanyaji wa maamuzi, kuna namna ambavyo unatakiwa ujizuie sana, unatakiwa ujidhibiti sana. Hasa ukiangalia walio wengi ndio wanaokuwa wanaharibikiwa, hakuna mtu asiyejaribiwa. Haleluya! Hakuna mtu asiyepatwa na hasira. Hakuna. Hata Yesu mwenyewe alipatwa na hasira. Hakuna mtu asiyepatwa na hasira. Hakuna mtu asiyejaribiwa. Lakini unapoingia kwenye kujaribiwa, unatakiwa ujizuie kwenye maneno yako, kwenye ufanyaji wako wa maamuzi. Unatakiwa ujidhibiti, vinginevyo utafanya vitu ambavyo mwisho wa siku Kristo atatukanwa. Haleluya! Mwisho wa siku Kristo atatukanwa. Mwisho wa siku maovu yatatokea. Mwisho wa siku migogoro itatokea, kwa sababu kwa maana nyingine kiasi ni uwezo wa kuchagua kilicho sahihi badala ya kufuata msukumo au mhemko wa haraka au tamaa. Watu wote ambao wanaojitambua huwa mara nyingi hawafanyi maamuzi ya haraka. Ni watu ambao wanaojizuia, wanaosubiri, wenye subira, kwamba hapa je, nisemeje? Wakina baba wengi huwa mara nyingi unaweza ukamshirikisha ukazungumza jambo fulani alafu unakuta amenyamaza. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Wale wakina mama ambao wana wenza wao, au hata kama sio wenza, ukiwa na mtu wa mara nyingi jinsi ya kiume, jinsi walivyoumbwa. Maana wanawake wana maneno mengi sana, wamejaliwa kuwa na maneno mengi sana, lakini wanaume ni watu wa kutulia. Haleluya! Nataka hilo mlielewe. Wanawake wana maneno sana, wana maneno mengi sana. Hata katika utafiti ndivyo inavyoonyesha. Lakini wanaume ni watu ambao ni wakimya. Sio kwa maana hawasemi, wanasemeaga ndani. Haleluya! Yani pale wewe unapomgasigasi pale, anasemea ndani, alafu unajika subiri. Ana haraka gani? Hasemi, hutasikia, lakini ndani huwa anakusema. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwani na wewe hujasikia? Kwani watu ni maneno kidogo, na ndio maana wakuta mara nyingi vyanzo vikubwa sana vya migogoro huwa vinasababishwa na wanawake ndani ya nyumba. Haleluya! Vinasababishwa na wanawake. Kwa sababu anasingizia watoto, kumbe na yeye anataka kitenge. Haleluya! Sasa si unajua, wewe subiri. Kwani mimi sijui kwamba tarehe hizo na nyingi wanaonekana sio watu wa kujali. Yaani wao wanahukumiwaga kama vile ni watu wasiojali. Unajua hao wanaendelea. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe.
wanaonekana ni kama vile watu ambao wasiojali, lakini kumbe ni watu ambao wanaojali. Tunachojifunza ni kwamba kiasi, sawa, kujizuia kuna maana kubwa sana, na niwaambie kwamba kuwa na kiasi ni moja ya nguzo muhimu za maadili ya Mkristo. Kibiblia inatajwa kama tunda la Roho na husaidia mtu kuepuka maovu au migogoro na matumizi ya haraka yasiyo ya hekima. Unafanya maamuzi ya haraka ambayo huwa mara nyingi yanakusababishia mwisho wa siku unakuja kujilaumu. Naomba sasa tusome maandiko. Wakaweka pale na koma, si ndio? Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Wanapokuwekea kila kitu koma kinajitegemea. Na ndio maana kama una kumbukumbu, ni Jumapili sasa hivi itakuwa ya 3. Haya yote ninayozungumza kutoka kwa nini? Kwenye tunda la nini? La Roho Mtakatifu. Kwa sababu hapa mnapokuwa mnasoma Biblia mnakuta imewekwa koma. Upendo ni kitu kipana. Na upendo uko aina nyingi. Kuna upendo wa fileo, kuna upendo wa agape, kuna upendo, iko aina nyingi tofauti. Kwa hiyo lazima hicho kitu ukielewe kwamba hapa walipoweka koma ni kitu kinachojitegemea, ni kipana. Haleluya. Tunapozungumzia furaha ni kitu kipana. Tunapozungumzia amani ni kitu kipana. Tunapozungumzia uvumilivu, utu wema, nilifundisha hapa habari ya utu, ni kitu kipana. Tunapozungumzia habari ya fadhili imewekwa koma pia. Uaminifu, nishawahi kufundisha hapa habari ya uaminifu. Uaminifu wa aina nyingi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Upole, leo ninagusia kipengele kingine, kiasi. Kiasi. Tunaposema kiasi, ndio ile iliyowaambieni kwamba tunafikiri mnayaona kwa watumishi wa Mungu. Ina maana kwamba ile nguvu mnayoiona inasababishwa na Roho Mtakatifu. Maana ni ahadi aliyosema kwamba mtapokea nguvu. Hiyo nguvu utaipokeaje? Ni baada ya kupokea huyo Roho Mtakatifu. Ni baada ya kujiliwa na huyo Roho Mtakatifu. Omba sana katika huduma yako ujazwe Roho Mtakatifu. Omba sana katika huduma yako uwe na Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Hata hili tunalozungumza la tunda la kiasi, la kujizuia, linatokana na Mungu mwenyewe. Hili tunda la kujizuia linatokana na Mungu mwenyewe. Haya tunayozungumza hapa kwamba mtu wakati mwingine anazungumza kama mashine, anashindwa kujua hili unalozungumza unazungumza wapi, unalizungumza ikiwa na nani. Watu lazima uwe na hali hiyo ya kujielewa. Kila mtu huwa anakuwa na hasira, ila Biblia inatuambiaje juu ya hasira? Naomba tuangalie Efeso. Angalia Efeso sura ile ya 4 mstari ule wa 25 na 26. Anasema, basi uvueni uongo mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Muwe na hasira. Umesikia hiyo? Muwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Kwa hiyo hasira imetajwa kwamba huwa inakuwepo. Muwe na hasira, hajazuia kuwa na hasira. Haleluya. Amesema kwamba mtakuwa na hasira, lakini hizo hasira zenu zisizosababishe mkatenda dhambi. Hasira hiyo isikusababishe ukasababisha uvunjifu wa amani. Hasira hiyo isikusababishie wewe ukasababisha ukadhalilika. Maana mwisho wake, nimesema hivi, mwisho wake huwa wewe ndio unayedhalilika. Kwa sababu gani? Unaonekana huna hekima. Nikiwa mjini kule, asema unajua mimi nilikuwa na hasira. Yaani mimi mjomba wangu mmoja hivi akijaa na hasira mpaka yaani usalama ni mpaka atapike. Si pepo hilo. Yaani unajua na hasira yaani mpaka ile nani mpaka atapike kwanza. Sasa si pepo hilo. Haleluya. Sasa kuna mtu mwingine anajawa na hasira kweli kweli. Sasa sikiliza, mwanasheria mmoja akawa anasema hivi kwamba
Unajua kuna maamuzi mengine ambayo huwa watu wanayafanya, mwisho wa siku wao ndo wakati wao ndo walikuwa wanatakiwa wapate haki, wanajikuta wao ndo wanakosa sasa haki. Mtu anasema amemkamata mwenzake ugoni, badala ukumbe anaruhusiwa kushitaki, matokeo yake sasa anaamua hasira imemjaa, amefikia mahali amemuua mtu. Hivi kesi ya ugoni na kesi ya kuua vinalingana? Yeye sasa ndio aliyeua, matokeo yake anafungwa kifungo cha maisha. Kwa hiyo wewe unaweza ukajikuta ya kwamba kwenye ile haki ambayo wewe uliokuwa unatakiwa uipate, unajikuta unadhalilisha. Ndio hamjui, kuna watu wako magereza kule, wanafia kule, wao ndio walioanza kufanya nini? Walioanza kukosewa. Wao ndio walianza kukosewa, lakini matokeo yake wao sasa kule adhabu inakuwa kubwa zaidi kuliko kile ambacho walichokuwa yamkiniki wangeweza kukidai. Lakini kwa sababu gani? Hasira. Ndio maana Biblia inatukumbusha, inatuambia kwamba muwe na hasira lakini msitende nini? Dhambi. Muwe na hasira lakini msitende dhambi. Watu wengi wanakuwa wanaharibikiwa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuto kujizuia. Ninazungumzia habari ya kujizuia. Kwa sababu kuweza kuikontrol hiyo hasira, inatakiwa kuwepo na kiasi. Inatakiwa kuwepo na self control. Inatakiwa kuwepo na hali ya kujizuia. Huwezi kuizuia hiyo hasira endapo kama huna kiasi. Soma Mithali 14:17. Ungekuwa umenisaidia Madamu Mkemwa, ningekuwa na mtu wa maana sana. Haleluya. Mara nyingi sana wale watu wanaofanya maamuzi kwa kuifuata hasira huwa wanafanya mambo kwa ujinga. Ukifanya jambo lolote ule ukiwa kwenye hasira, utafanya kwa ujinga, na watu wote watakuwa na wewe lofa. Watu wote watakushangaa. Pamoja na kusema kwamba inawezekana ulikosewa, kwani mtu anapojaa na hasira si wakati mwingine inawezekana alikosewa, sio? Lakini ile hasira ambayo itakayo kuwepo kwako, usiruhusu kwa wakati ule uifanyie maamuzi. Kwa sababu wote wanaofanya kwa hasira huwa mara nyingi, hata kama ni kiongozi yoyote yule, jambo lolote unalotaka kulifanya, hakikisha unakuwa na kiasi, unajizuia kwanza, ili kusudi uweze kupata uhakika wa jambo lenyewe linalozungumziwa, lililokukasirisha. Kwa sababu ukifanya maamuzi ukiwa na hasira, lazima utafanya kwa ujinga, na watu wote watakushangaa. Elimu yako itakuwa haijakusaidia kitu. Watu wote watakushangaa wenye kuelewa. Lazima kuweza kuwa na kiasi, lazima kujizuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia hapa inatukumbusha kwamba muwe na hasira lakini msitende dhambi. Yeye aonaye hasira upesi atatenda kwa ujinga. Ukitaka kufanya maamuzi yoyote yale, pindi unapokuwa umekasirishwa, usikurupuke na kufanya maamuzi kwa wakati ule. Tulia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Yakobo sura ya kwanza, soma sasa. Yakobo sura ya kwanza mstari ule wa 20. Haitendi haki ya Mungu. Mmesikia hiyo? Kwa maana hasira ya mwanadamu haifanya, haitendi haki. Anayejitambua. Alafu kuna shemasi wetu mmoja alikuwa anatuambia, amefariki sasa hivi. Alikuwa anatuambia, unajua mimi bwana, yani huwa ninajawaga sana na hasira. Kwa hiyo kumbe mtu unajitambua Kwa hiyo kama unajitambua, kuanzia leo ukiona hasira inakujia, nyamaza kimya. Usiseme kitu. Jizuie. Tena ikiwezekana sogea hata pembeni, katulie. Omba Mungu akupe hekima juu ya maamuzi unayotaka kuyafanya. Kwa sababu wewe ndio utakaye sifiwa. Yaani wewe hata kama umekosewa, narudia, hata kama umekosewa, hata kama unajua kabisa umekosewa, nyamaza, tulia, ili kusudi akupe. Mungu mwenyewe atakupa neno la kujibu. Mungu mwenyewe ndio atakayekuongoza namna gani ya kurespond. Lakini endapo kama itakuwa jino kwa jino, na mara nyingi jino kwa jino lazima